بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, mwaka mmoja uliopita tulikutana katika majlis kama hii, katika daura kama hii ya jina hili kwamba ile ilikuwa ni daura ya 4 na hii ni daura ya 5. Leo insha Allah taala, ikiwa ni siku ya mwanzo ya daura yetu hii, daura ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifatu thani Abu Hafs al-Faruq. Ikiwa tulianza ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4, na leo tuko katika daura ya 5. Alhasil kubwa zaidi ni kumhimidi Allah jalla fi ulah, kadhalik kuombea dua walimu wetu ambao wana mikakati. Allah wahifadhi na Allah jaalie kazi yao hiyo wanayoifanya uwe katika mizani ya mema yao siku ya kiyama. Hii daura hii ni dauratul ilmiya, lakini imelakabiwa daura hii kwa jina la khalifa wa pili Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Una nafasi ya kujiuliza masala ya kielimu, halafu masala ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kwa kweli Umar ibn al-Khattab katika manaqib zake, maqamu hii haitutoshi kumueleza ni nani Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, lakini katika mapito ya kielimu huna ilmu ambayo utaizungumza basi Umar ibn al-Khattab ukamweka nyuma. Ametaja al-Imam al-Bukhari fi kitab al-ilmi katika sahihi yake hadithi ambayo ameitaja sahabiyun jalil Abu Huraira radhiyallahu anhu kwamba Umar anasema kuntu ana wa jarun li min al-ansar. Umar anasema nilikuwa mimi na jirani yangu mmoja, wa jarun li, na ndugu yangu mmoja, jirani yangu mmoja katika maansar, fi bani Umayya ibn Zaid. Huyu mwenzangu, rafiki yangu huyu katika kabila la Umayya ibn Zaid. Wa kunna natanawabu nuzula ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sisi tulikuwa natanawabu, tukipishana kwa zamu, natanawabu kwamba yeye anakwenda kwenye pirika za kimaisha, mimi nilikuwa ninakaa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anasoma. Mimi nilikuwa nakwenda kwenye pirika za kimaisha, yeye alikuwa anakaa na mtume sallallahu anasoma. Kwa wa kunna natanawabu an-nuzul ala rasulillah, yanzilu yawman wa anzilu yawman, anateremka kwa mtume siku moja, mimi nakwenda kutafuta maisha siku moja. Mimi nateremka kwa mtume kusoma siku moja, yeye anakwenda kutafuta maisha. Fa idha nazaltu, siku ambayo mimi ninateremka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ji'tuhu bi khabari dhalika al-yawm, mimi huwa ninamuendea na habari ya siku ile kwamba mtume kasema aje leo. Wa idha nazala, na siku anayoteremka yeye kwa mtume, faala mithla dhalik, anafanya mfano alivyofanya mimi vile. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kwa tuna haki ya daura za kielimu kupewa maswahaba au wanawazuoni waliokuwa al-kiram ambao waliochelewa wamechukua elimu
kutoka kwao. Sasa kitabu tutakachosoma hichi ni manzilatu salati fil islam, al-mafhum wal-hukm wal-manzila wal-khasa'is wa hukmu at-tarik wal-fada'il fi dawi al-kitabi was-sunnah. Tukiangalia kitabu na muda tuliokuwa nao, muda ni mdogo, kitabu ni kikubwa, ni darasa ya kusomwa muda kidogo. Kwa hiyo yale maneno ya kusema adh-dha'ifu qa'idu sayyara, kwamba mnyonge ndiye kiongozi wa msafara, leo tutaweka pembeni kidogo. Leo tutaweka al-qawiyyu ndo qa'idu sayyara, yule mwenye nguvu leo atakuwa ndio kiongozi wa msafara. Baadaye yule adh-dha'if atarudi kwenye rekodi ili naye awe qawi. Allah wahifadhi. Lakini jengine, tujitahidini kudhibiti masail, na njia bora ya kuhifadhi masail ni kuandika. Tujaribuni kuandika, tusijidanganye na kile ambacho umekisikia ukahisi kwamba umekidhibiti. Wallahi laqad sadaqa man qala adh-dhihnu khawanun. Adh-dhihnu, hii dhihni hii khawanun ala wazni fa'alun. Huyu ni khawan, huyu ana khiana kweli kweli. Atakwambia neno kushalidhibiti jambo, kushalidhibiti vizuri, kumbe ukitoka nje hapo yalla limepeperuka. Kwa adh-dhihnu khawanun, kama tushajua adh-dhihnu khawanun, basi na sisi tujibidisheni katika hilo. Naam, kitabu hichi amekiandika Said ibn Ali ibn Waf al-Qahtani rahmatullahi ta'ala alayhi, ambaye amezaliwa mwaka 1371, mwaka 1371, amekufa mwaka 1440, sawa na mwaka 2018, sawa na mwaka 2018, amekufa mwezi wa Muharram. Naam, huyu ndio sahibu kitab, sahibu kitab Hisnul Muslim. Ile Hisnul Muslim basi ndio mwenyewe, sawa. Balagha majmu'u muallafatihi, imefikia vitabu vyake alivyoviandika kwa wingi 80 muallaf, fika vitabu 80 ameviandika. Abrazuha, kilichokuwa mashuhuri zaidi basi ni kitabu cha Hisnul Muslim. Kwa hiyo tuna nafasi ya ya kumnukuu, kwa sababu wenye ilmu wanasema la yunsabu lisakiti qaulun, hapanasibishwi yule aliyenyamaza kimya kauli yoyote. Sasa wewe hujazungumza chochote, kitanasibishwa nini kwako wewe? Hawa watu walizungumza, wana khidma kubwa sana katika dini yetu. Kwa hiyo tuna nafasi ya kuwazungumza katika daurat, katika mihadharat, katika durus. Kwa hiyo la yunsabu lisakiti qaulun, yule ambaye amenyamaza yule hapanasibishwi kauli kutoka kwake. Waliokuwa hawajanyamaza walichokisema tutakinukuu, kwa tunanukuu vitu vyao hawa watu. Muqaddima. Naam, al-muqaddima. Innal hamdalillah, hakika sifa njema ni zake Allah. Nahmaduhu, tunamhimidi Allah. Wa nasta'inuhu, na tunamtaka msaada yeye. Wa nastaghfiruhu, na tunamwomba msamaha yeye. Wa na'udhu billahi, na tunataka hifadhi kwa Allah min shururi anfusina, kutokana na uovu wa nafsi zetu. Wa sayyiati a'malina, na tunataka hifadhi kwa Allah kwa matendo yetu yaliyokuwa mabaya. Man yahdihillah, yule ambaye atamuongoa Allah. Man yahdihillahu, yeyote ambaye Allah atamuongoa, fala mudilla lah, hakuna anayeweza kumpoteza. Wa man yudlil, na yule ambaye Allah atampoteza, fala hadiya lah, hakuna yule ambaye atamuongoa. Wa ashhadu, na ninashuhudia alla ilaha illa Allah, ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wahdahu, Allah aliyekuwa ni mpweke. La sharika lah, hana mshirika. Allah hana mshirika katika rububia, hana mshirika katika uluhia, wala hana mshirika katika al-asma wa sifat. Naam. Wa ashhadu, na ninashuhudia anna Muhammadan, hakika ya Muhammad
abduhu, ni mja wake, wa rasuluhu, na ni mjumbe wake, sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi, sala za Allah ziwe juu yake na jamaa zake wa karibu na masahaba wake, wa man tabi'ahum, na yeyote ambaye atawafuata wao biihsanin ay biilmin ila yaumiddin, ila yaumil jazai wal hisab, ila yaumil jazai wal hisab. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة. هي رسالة ambayo ni mukhtasara, iliyofupishwa. فهذه رسالة مختصرة، hii ni risala iliyofupishwa. fi manzilati salati fil islam, risala ambayo inazungumzia manzila, nafasi, hadhi, cheo cha sala katika Uislamu. bayanat fiha, risala hii imebainisha ndani yake, biijazin, kwa ufupi imebainisha nini? mafhuma as-sala, ufahamu wa swala, nini maana ya swala, wa hukmuha, hukmu ya swala ni ipi, hukmu ya swala, wa manzilataha, imebainisha daraja ya swala, wa khasaisaha, upweke wa swala, wa hukma tarikiha, na hukmu ya mwenye kuacha swala, wa fadlaha, na fadhila za swala, bil adillati min alkitabi was sunna, kwa msaada tutakaotumia wa kitabu na sunna. Kwa kitabu chetu hii ni risalatun mukhtasara, ni risala iliyofupishwa, fi manzilati salati fil islam, inayozungumzia nafasi ya swala katika Uislamu. bayanat fiha, risala hii inabainisha ndani yake, biijazin, kwa ufupi, mafhuma as-sala, mafhumu ya swala, nini maana ya swala, wa hukmaha, hukmu ya swala ni ipi, wa manzilataha, nafasi ya swala ni ipi, wa khasaisaha, upekee wa swala ni kitu gani, wa hukma tarikiha, hukmu ya mwenye kuacha swala ni ipi, wa fadlaha, fadhila za swala ni zipi, bil adillati min alkitabi was sunna, kwa kutumia dalili kutoka kwenye kitabu na katika sunna. Wa qad istafadtu kathiran, shekhe anasema istafadtu kathiran, nimepata mimi faida zilizokuwa nyingi, min takriratin, katika tawdihat. Takrirat maana yake ni tawdihat, takrirat. Na haya hizi istilahatul ilmiya, kuna takrirat, kuna takrirul mas'ala, kuna tahrirul mas'ala, kuna tahqiqul mas'ala. Hizi istilahi talibul ilm anatakiwa asifahamu. Kwa tunapozungumza takrir, maana yake tawdih, ule uwekaji wazi, ule uwekaji wazi. Naam. Na tahrirul mas'ala, tahrir maana yake ni takhlisuha mimma yutabasu biha, maana yake ni kuitakasa, ni kuitakasa na yale ambaye yanatatiza katika ile ilmu. Hii ndiyo tahrir, hiyo ndiyo tahrir. Na tahqiq maana yake ni dhikrul mas'ala biadillatiha, ni kuyataja mas'ala kwa dalili yake. Kwa anasema mimi waqad istafadtu kathiran, nimestafidi sana mimi, min takrirati, katika zile tawdihat wa tarjihat, na yale ambayo ameyatia nguvu nani, samahati sheikhina, yule mbora shekhe wetu al-imam al-allama Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, rafa'a Allah darajatahu fil firdaus al-a'la, Allah anyanyue daraja yake katika firdausi ya juu. Amin, amin. Wallaha as'alu, Allah pekee namuomba, taqdimul maf'ul tufidu al-hasr. Kwa wallaha as'alu, Allah pekee namuomba, an yaj'ala hadha al-amal al-qalila, aijalie kazi hii iliyokuwa chache, kazi hii iliyokuwa ndogo, namuomba Allah ijalie kazi hii iwe ni mubarakan, iwe ni yenye kutiwa baraka, iwe ni mubarakan wa khalisan, na amali hii iwe imetakasika, liwajhihi alkarim, kwa uso wake uliokuwa mtukufu, uso wake uliokuwa mbora. Maana yake kazi hii isiwe na shawaibu shirki, na zile chochoro zile pande yale mavumbi ya ushirikina. Wa an yanfa'ani bihi fi hayati, na ajalie Allah anufaishe kwa kitabu hichi mimi katika uhai wangu, wa baada mamati, na baada ya kufa kwangu, wa yanfa'u bihi, na anufaike na kitabu hichi kullu man intaha ilayhi, kila ambaye kitamfikia kitabu hichi anufaike mimi na wewe. Wa yanfa'u bihi,
na anufaike kwa kitabu hichi. Kullu man intaha ilayhi, kila ambaye kitamfikia kitabu hichi, fa innahu subhana, hakika yeye Allah aliyetakasika, khairu mas'ul, ni mbora wa kuombwa. Ukimtafuta aliyekuwa mbora wa kuombwa, basi ni Allah jalla fi'ala. Wa akramu ma'mul, na mbora wa kutegemewa, yeye ni akramu ma'mul, ni mbora wa kutegemewa. Wa huwa hasbuna, na yeye Allah anatutosha sisi. Wa ni'mal wakilu, wa ni'mal wakilu, na ni mbora wa kumtegemea. Neema iliyoje ya kumtegemea huyu Allah jalla fi'ala. Wala haula wala kuna hila wala quwwa, wala hakuna nguvu illa billahi, isipokuwa nguvu na hila zipo kwa Allah al-Ali, Allah ambaye yuko juu, aliyeko juu katika nini? As-sifa, aliyeko juu katika nini? Katika dhat, na aliyekuwa juu katika nini? Al-qahr. Sawa naam, al-Ali al-azim. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان.